Ishara ya msalaba tuokoe, kwa ishara ya msalaba tuokoe, kwa ishara ya msalaba tuokoe. Ifae Bwana, Bwana kunyagasa sisi kwa ishara ya msalaba tuokoe, kwa ishara ya msalaba tuokoe. Mama Maria mtakatifu, upokee maiti ya mwanao, tumemua dhambi yetu, twatubu kwake na kwako. Kituo cha 13, Yesu anashushwa msalabani. Tufanye bidii katika kusoma, kuonya na kufundisha. tunapomwona Bwana wetu Yesu Kristo akishushwa msalabani, amekwisha kufa. Tunajiuliza, hivi Wayahudi walishindwa kumuua Bwana wetu Yesu Kristo angali chini mpaka wakamtundika msalabani, wakamweka juu? Hii ndivyo inavyoonyesha sisi tulivyo juu katika kiburi chetu. Iwapo tusingelikuwa na kiburi, tusingelimpandisha Yesu msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Lakini tunaona mpaka mwisho wa safari yake Bwana wetu Yesu Kristo atundikwa juu msalabani kabisa, jinsi ambavyo kiburi cha mwanadamu kilivyo kabisa. Na yeye leo anaposhushwa msalabani, tukishushe kiburi chetu, tuanze upya. Tuone maisha ya unyenyekevu, alivyokufa akainama kichwa, akaonyesha mwisho wa maisha ya mwanadamu, mwisho wa kiburi cha mwanadamu. Kwa sababu tukumbuke, yeye alikuwa ni Mungu mtu. Kama ni mtu, alionyesha umtu wake mpaka mwisho wa safari yake. Tuko tayari leo kukishusha kiburi chetu, kwa kuwa baada ya ufufuko wake alisema, mkawatangazie mataifa yote, mkawabatize kwa jina la Baba aliyewaumba, Mwana aliyewakomboa, Roho atakayewatakasa na anaendelea kuwatakasa na kuwafundisha yote niliyowafundisha. Unyenyekevu wa mwisho kabisa katika maisha yetu ya binadamu. Ondoleo la mwisho kabisa la kiburi cha mwanadamu. Na ndivyo tunaona yeye anashushwa msalabani na anakabidhiwa kwa mama yake. Uchungu ulioje! Leo hii tunajiinua kwa kiburi kwa sababu ya akili zetu, nguvu zetu, afya zetu, furaha yetu, midomo yetu na namna zozote zile tunazoweza kujifikiria. Tunaweza tukajivika moyo unyenyekevu na kufuata yale yote ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitufundisha. Hayo yote katika hija yetu hii ya leo
yatufikirishe kila mmoja kwa namna yake. Ni mara ngapi nabaki kulalamika kwa sababu ya kiburi? Ni mara ngapi nayaona maovu ya wengine kwa sababu ya kiburi? Ni mara ngapi najiona mimi bora zaidi kuliko wengine kwa sababu ya kiburi? Ni mara ngapi naona uvivu wangu ninaofanya badala ya kutumia vipaji na yale yote niliyojaliwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, lakini niweze kupata mimi amani kwamba nimeyabeba mateso na Bwana wetu Yesu Kristo. Tumwombe huyu Yesu aliyekufa, tusife moja kwa moja, bali tufufuke naye, ili tuweze kuendelea kuishi sio hapa duniani tu, hata baada ya maisha ya hapa tukaishi naye huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa unakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu, uliyeshushwa msalabani baada ya kufa, unijalie nidumu katika maisha ya kujitoa sadaka mpaka ya siku ya kufa kwangu. Nielewe na nikubali kwamba baada tu ya kufa ndio mwisho wa vita na mashindano ya Kikristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. Bwana uturumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amen. Harakisha, tumefika pole pole. Asante.